Basi nawakaribisha tena siku ya leo kwa watu wote ambao wanasikia habari njema, neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Nawakaribisha siku ya leo kwa sababu ya upendo na kwa sababu ya neema ambayo tumepewa na Yesu Kristo pale msalabani, akafa na akamwaga damu kwa ajili yako na mimi. Tunaishi kwa neema, tunakula kwa neema, tunatembea kwa neema na tunavaa kwa neema. Kila kitu ni kwa neema. Kwa hivyo siku ya leo nawakaribisha, wacha tukaweze kuomba na tukaweze kushiriki neno siku ya leo kwa ufupi. In Jesus name. Baba, tunakuinua, tunakutukuza, tunakuinua kwa ajili ya neno lako ambalo Mfalme Mungu linaenda kutufunza. Tunaalika Roho wako akatufunze jinsi ya kuelewa neno lako kwa wasikilizaji wale wote watasikiliza Baba katika mtandao huu Baba wa YouTube, katika jina la Yesu. Tunasema wewe ndio Kristo ambaye umetupa neema. In Jesus name we pray and believe. Amen. Nataka kuzungumzia kuhusu kitu kinaitwa jehanamu. Jehanamu. Jehanamu ni nini? Kila mtu anaelewa jehanamu, hata mlevi anaelewa jehanamu, mchawi anaelewa jehanamu, mganga anaelewa jehanamu. Kila mtu anaelewa jehanamu. Jehanamu, je, iliumbiwa wakina nani? Hell, kuzimu, iliumbiwa wakina nani? Hiyo ndio inafaa mwanadamu unafaa tunajiuliza. Jehanamu iliumbiwa wakina nani? What was hell for? Hell iliumbiwa wakina nani? Basi tutaenda kusoma neno katika Matthew chapter 25 verse 41. Mathayo 25 mstari mdogo ni wa 41. Huyu ni Yesu anazungumuza na anasema hivi, kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Sasa umesikia vile Yesu amesema? Atawaambia wale walio katika mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu. Ondokeni kwangu, ya kwamba atawaweka katika mkono wake wa kushoto. Na hao kwa sababu walishikamana na Ibilisi, sasa watatupwa katika ziwa ama ziwa la moto la jehanamu. Hivyo ndio Yesu anamaanisha hapa katika Matthew 25 verse 41. Kisha atawaambia na wale walio mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa. Hawa ni watu ambao walipinga wokovu wa Kristo. Hawa ni watu ambao walipinga imani ya kumwamini Yesu Kristo na kuamini miungu mingine. Hawa ni watu ambao walikataa kuamini Yesu Kristo ya kwamba alikufa msalabani na siku ya tatu akafufuka. Hawa ndio watu ambao Yesu anasema wamelaaniwa. Na katika dunia hii kuna watu aina hiyo ambao hawajaamini Yesu Kristo alikufa msalabani. Kuna watu hapa duniani hawajaamini Yesu alikuja hapa duniani na akafa na akafufuka. Bado wanaamini Yesu hajawahi kukuja. Sasa watu kama hawa bado wanamngoja Yesu, na Yesu ameshakuja na akaweza kuteswa na akawawa hapa duniani na siku ya tatu akafufuka. Kuna watu hawajai amini ya kwamba alikuja hapa duniani. Kuna watu wanaamini Yesu ni nabii, ya kwamba alikuwa nabii, lakini
Ndio hawa Yesu anasema ya kwamba wamelaaniwa watu kama hawa. Ni kwa sababu gani? Hawajaamini Yesu alikufa msalabani na akaweza kufufuka siku ya tatu na akapaa juu. Kwa hivyo kuna watu hapa duniani bado imani yao hawakuamini. Na watu kama hawa ndio Yesu anasema in Matthew 25 verse 41 ya kwamba kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa. Nataka ukamate hilo neno kulaaniwa. Kulaaniwa ni watu ambao hawajaamini damu ya Kristo ama msalaba wa Kristo, bado wanaamini ya kwamba bado wako kwa sheria ambazo Musa aliamuriwa na Mungu. Hawajaamini neema. Maana Yesu alileta neema, lakini kuna watu hawajaamini neema. Hawajaamini Yesu alikuja hapa duniani na akasema yote imekwisha. Sasa hawajaamini neema, bado wanaamini vile Torati ilikuwa iko kwa sheria za Waisraeli. Sasa watu kama hawa ndio Yesu anasema yeye mwenyewe wamelaaniwa, ambao watu kama hawa wamelaaniwa kwa sababu hawajaamini wokovu, hawajaamini Yesu Kristo, hawajaamini ya kwamba alikuja hapa duniani. Hata Paul mwenyewe alisema wale ambao wanategemea sheria, na sheria iliamuriwa wana wa Israeli. Paul akasema wale wanategemea sheria wamelaaniwa. In Galatians chapter 3 verse 13 ya kwamba ategemeai sheria, basi huyo mtu amelaaniwa. Huyo ni Paulo anasema. Sasa kuna kanisa bado liko kwa sheria, halijatambua neema ya damu ama halijatambua msalaba wa Kristo. Kwa hivyo watu kama hawa ndio Yesu anasema kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto. Kwa hivyo watu kama hawa watawekwa katika mkono wa kushoto wa Mungu, kwa sababu hawakutambua neema ambayo ilimwagwa pale msalabani. Na Yesu akasema in John 19 verse 30, it is finished. Sasa watu kama hawa watawekwa mkono wa kushoto wa Mungu. Ndio Yesu anasema ya kwamba mliolaaniwa mwende katika moto wa milele aliyowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa hivyo somo langu siku ya leo limetangulia kusema ya kwamba hell ikuumbiwa mwanadamu. Hell iliumbiwa Ibilisi na malaika zake walioasi. Kwa hivyo Shetani na malaika zake ndio waliumbiwa jehanamu, na ni Mungu aliumba hiyo jehanamu, na aliumbia malaika na madimoni zake na malaika zake. So mwanadamu amefanywa tu kuwiniwa, ama Shetani amewini mwanadamu kwa sababu ya matendo. Ndio maana mwanadamu matendo ambayo mwanadamu huwa anafanya, basi ni inampendeza Mungu ama Shetani. Sasa kulingana na mwanadamu, kuna mwanadamu huwa anafanya matendo ya Shetani kama ulevi, usherati, kuabudu sanamu. Hiyo matendo si ya Mungu. Basi matendo ya Mungu ni kumwabudu yeye peke yake vile alituamurisha in Exodus chapter 20 verse 3. Don't worship other God but me. Lakini tunaona saa hii kanisa la Kristo linaabudu madhabahu, linaabudu miungu mingine, linaabudu maaposto wao, linaabudu maarchbishop wao. Hawa
Yesu anasema atawaweka katika mkono wa kushoto. Hawa ndio watu ambao wamelaaniwa. Na ukisoma kuanzia mahali pale juu, ukisoma mahali pale kuanzia mahali pale juu, ya kwamba katika verse 32, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kwa hivyo kuna mbuzi na kondoo, kuna mbuzi na kondoo. Huyu ni Yesu anasema in Matthew chapter 25 verse 32. Kwa hivyo kuna kondoo na mbuzi, na neno linasema mzuri in John chapter 10 kuanzia verse 1 ya kwamba mchungaji huyu ni Yesu Kristo, ya kwamba kondoo wanaijua sauti ya mchungaji na mchungaji anajua sauti ya kondoo ya majina yao. Je, wewe Mkristo ambaye unayesikia habari hii, je, wewe ni mbuzi ama wewe ni kondoo? Basi umesikia tu mzuri in verse 32 ya kwamba mchungaji atabagua abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Verse 34, kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithi ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa hivyo wale ambao watawekwa mkono wa kulia, hawa ndio ambao Yesu atawakaribisha akiwaambia, njooni murithi ufalme. Njooni mliotembea katika njia ya tabia ya kondoo. Ni kwa sababu kondoo inasikia sauti ya mchungaji wake, inajua sauti ya mchungaji wake. Kondoo inanyenyekea. Kondoo si kama mbuzi. Kondoo ukiwekea chakula mahali hapa itakula kiutulivu, lakini mbuzi itarukaruka, inataka kuruka huku, inataka kuruka huku mpaka So the character ya kondoo ni unyenyekevu na kuenenda. Hata unaonanga kondoo moja ikivuka barabara inawezaweka jamu, hizi zingine zinafuata, lakini mbuzi inavuka moja, ingine inavuka, ingine inaweza gongwa na gari. So it is a character, na hivyo ndivyo Yesu anasema hapa ya kwamba mfalme atabagua kondoo na mbuzi. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe kuangalia kama karakta yako ni ya mbuzi ama ni ya kondoo. Kwa hivyo kama ni ya mbuzi, basi tumeambiwa na Yesu Kristo mwenyewe ya kwamba utatupwa katika ziwa la moto, ama utatupwa hell, jehanamu, na malaika ambao waliumbiwa na Shetani. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba Shetani amekuwin wewe Mkristo. Kama unatukananga, kama unaoneanga wengine wivu, kama unachukianga wengine bila sababu, ni Shetani amekuwin. Hiyo sio tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu ni kupenda jirani yako vile unavyojipenda, ni kupenda Mungu wako na moyo wako wote. So kuna karakta ya kondoo na mbuzi. So hivi ndio tunajifunza ya kwamba what was hell for? Hell iliumbiwa malaika na Shetani, haikuumbiwa mwanadamu. Kwa hivyo kuna karakta gani inayokaa ndani yako isiwe umewiniwa? Unajua kuna hata Shetani ako na wahubiri wake, wana win souls. Kulingana vile unatembeanga ama unakaa, basi hivyo ndio ni tabia za Mungu ama ni tabia za Shetani. Kwa hivyo kama tabia zako ni za mbuzi, then kuna jehanamu ambayo waliumbiwa
na ni Mungu aliumba, si Shetani. Ni Mungu aliumba. Akajua ya kwamba hawa ambao Shetani ambaye aliniasi, ambaye ako chini, nitamtupa huko siku ya mwisho. So hiyo ndio inafaa ujiulize, what was hell for? Therefore, God created hell as a place of eternal punishment. Yeye aliweza kuitengeneza iwe ni mahali ambapo ni pa punishment, yani mahali pa hukumu. Before he created the angel and men who were later fall in his internal degree. He was created in mind for the purpose of judgment and punishment to the devil and his demons. So umesikia sasa? Yani judgment ya Shetani na demons zake na mapepo zake, si mwanadamu. Sasa ni wewe ndio ujichunge, Mkristo, usije ukajikuta jehanamu, usije ukajikuta unatembeanga hapa duniani ukiwa na demons 8 kama Mary Magdalene. Mary Magdalene alikuwa nazo na tunaona wakati Biblia inasema Yesu akamtoa pepo ngapi? Kwa hivyo Mary Magdalene alikuwa nazo, na kuna watu wako nazo 8, kuna watu wako nazo 9, kuna watu wako nazo 17. Lakini hizo zote basi, uchunge wewe mwanadamu unayesikia siku ya leo, usiwe na demon. Usiwe na demon. Ukigundua uko na demon, kimbia haraka, ambia mchungaji ya kwamba mimi niko na demon hii, akemee itoke ndani yako, imanifest. Ikitoka na ikitoka sasa, kaa stable, kaa na neno, kaa na neno la Mungu ndani yako, ili demon isikae ndani yako. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wale ambao demon huwa zinakaa ndani yao, chunga demon isipatikane ndani yako siku hiyo. Maana hapa tunaona ya kwamba Mungu aliumba jehanamu, aliumbia Shetani na mapepo zake. Na wale ambao huwa wanakuwa na demons kama hizo, basi si watu wengine, ni Wakristo tu. Unaweza kuwa na Mkristo lakini uko na demon. That's why Yesu alisema aje? Yesu alisema in Matthew 7:21, si wote waniitao Bwana Bwana watakaoingia kwa ufalme wa Mungu. Anaendelea kusema, anasema unaweza kuwa wewe ni mhubiri, wewe ni archbishop, utasema nilihubiri, sijui niling'oa mapepo, lakini atakwambia sikujui. Kwa nini? Ni kwa sababu labda wewe ulikuwa na demon ya lust, ya tamaa. Labda ulikuwa na demon ambayo ni ya kupenda ulimwengu. Labda ulikuwa na demon ya wamama watatu. Kama wewe ni mchungaji ama bishop, labda ulikuwa na demon ya kupenda fedha. Ulipenda fedha sana. Sasa hapo ndio Yesu atakwambia, nilisema in Matthew 7:21-23. Hata kama wewe ulikuwa mhubiri, hata kama ulikuwa mwinjilisti namna gani, basi sikujui. Ya kwamba si wote wamuitao Bwana Bwana watakaoingia kwa ufalme wa Mungu, bali ni wale ambao wanafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi ya Mungu ni kukaa bila demons ndani yako. Ni kukaa ukiwa focus kwa Yesu Kristo, na ukijua ya kwamba ndani yako, ndani ya mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, si hekalu la demons. Kwa hivyo chunga sana karakta zako, vile unaishi hapa duniani, usiishi na demons. Maana Yesu alitufundisha ama alifundisha mitume kuomba,
katika ukisoma Matthew chapter 6 mahali pale, ya kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike. Verse 10, litakalofanyika hapa duniani lifanyike kama huko mbinguni. That word is sensitive. Litakalofanyika hapa duniani lifanyike kama huko mbinguni. Sasa the character ambayo unafanya hapa duniani, je, ukichunguza mzuri itafanyika huko mbinguni? Inafaa ujiulize unapoomba hilo ombi. So chunga sana Mkristo wa siku ya leo, usije ukatembea ukiwa na demon. Nikimalizia in Revelation chapter 20 verse 10, namalizia na hiyo Ufunuo 20 mstari ni wa 10. Revelation 20 tunamalizia na hiyo Revelation 20 verse 10. Neno linasema hii verse 20 verse 10, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya atatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele. Unasikia? Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo. Sasa unaweza kuwa wewe ni nabii mchungaji, vile nimekuambia hapo mbeleni, vile Yesu alisema in Matthew 7:21. Unaweza kuwa wewe ni mhubiri, unaweza kuwa wewe umekamata njia ya utakatifu. Utakatifu unaujua, lakini siku ya mwisho akwambie ulikaa na demon 3, na hii demon haukuweza kuovercome. Demon ya kuchukia pastor ama ministry zile zingine, ukasema ministry yako ndio inahubiri the truth faith, the true holiness, ukakosa kupenda ministry zingine, basi hiyo inaitwa selfishness. Na Mungu ama Yesu wetu sio Yesu wa selfishness. Hiyo ni kujiinua, ya kwamba wewe ni nabii ambaye uko na kiburi ama haupendi wengine. Basi hapo ndipo unaitwa nabii ambaye ni wa uongo. Maana Biblia inasema na yule ibilisi mwenye kuwadanganya atatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, na watateswa mchana na usiku milele na milele. Milele na milele katika jehanamu iliyoumbiwa Shetani na malaika wake. Sasa siku ya leo, ukiwa mchungaji, ukiwa nabii, ukiwa mwinjilisti, ukiwa unatumika mbele za Mungu, chunga usiwe na demon ikakufanya at the end of the day utupwe katika ziwa la moto. Labda uko na demon ambayo wewe ni ya ulevi, uko na demon ambayo wewe unachukia watu ovyo ovyo, uko na demon ambayo haupendi wenzako, uko na demon ambayo ni ya kiburi. Unasema it is only your ministry that preach the truth. But kumbuka, hivyo ndio nabii Elia alisema, na Mungu akamwambia sio wewe peke yako. Maana yeye alienda mbele za Mungu akamwambia ni mimi nimebaki, lakini kulikuwa na wengine 400.
Mungu alimwambia ambao hawajainamia Mabaali. Kwa hivyo unaona yeye alisema ni mimi nimebakia, lakini kumbe Mungu alikuwa ameweka chini wengine ambao hawajainamia Baali. So siku ya leo, jua jinsi unavyotembea katika hii njia, ambayo njia hii Isaiah alitabiri in Isaiah 35 verse 8. Kutakuwa na njia, na njia hii itaitwa njia ya utakatifu, ya kwamba wapumbavu hawatapitia njia hii. Wapumbavu ni wakina nani? Wapumbavu ni wale ambao wamekataa imani ya Kristo. Wapumbavu ni wale ambao wanasema Yesu ni nabii. Wapumbavu ni wale ambao wanasema Yesu hakukuja, hakuzaliwa hapa duniani na mwanadamu, hakukomboa. Hao ndio wapumbavu. Kwa hivyo usiwe mpumbavu, kaa katika njia ya utakatifu, maana Isaiah tayari amesha tabiri, na sasa vile alitabiri in Isaiah 35 verse 8 imeshatimia, na Yesu mwenyewe amekuja kutuhakikishia in John 14 verse 6, I am the way, the truth, no one's come to the Father except to me. Mimi ndiyo njia. Kwa hivyo njia hii ni Yesu Kristo, na Yesu kama hayuko ndani yako, basi siku ya leo utatupwa na malaika hawa, watakuwin. Maana hawa ndio wanapinga wanadamu wasiabudu Mungu. Wanaingia ndani ya mwanadamu, alafu mwanadamu anaanza kusema Yesu ni nabii, Yesu hakukufa, hakuna msalaba, hakuna damu. Wanaabudu madhabahu zao. Basi hawa ndio Shetani na malaika zake wamewawini, na sasa watawatupa jehanamu, watawasha kibiriti na watachomeka milele, vile neno limesema in Revelation chapter 20 verse 10. Verse 15 nasema hivi, verse 15 ndio mstari wa mwisho wa hiyo chapter. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Sasa ni utembee ukijua umeandikwa kwa kitabu cha uzima, na kuandikwa kwa kitabu cha uzima, basi uko na bairo kwa kinywa chako, bairo, ama uko na kitambulisho ya kujiandikisha katika hiyo kitabu. Hauhitaji bairo. Bairo ni ulimi wako na kinywa chako na imani yako, basi, na unakamilisha ama una fulfill neno ambalo limeandikwa in Romans chapter 10 verse 9, ya kwamba Romans chapter 10 hiyo, nikimalizia Mhubiri anasemanga mara 3 anamalizia. Sasa mimi niko in the right path, maana nimesema mara 3. Romans chapter 10 verse 9 and 10, neno linasema hivi, ndio nimesema bairo uko nayo kwa ulimi wako. Na Romans chapter 10 inasema hivi, chapter 10 verse 9 and 10, ya kwamba verse 9, kwa sababu ukikiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Ukiamini na umkiri, basi utaandikwa kwa kitabu cha uzima, na siku hiyo basi utaonekana kwa kitabu cha uzima. Na kama hautaonekana, haukukiri. Maana Yesu anasema in Luke, ukisoma Luke chapter 12 mahali pale, ya kwamba yeyote ambaye hata nikiri, nami nikija na malaika watakatifu, nami sitamkiri mbele ya Baba yangu na mbele ya malaika watakatifu. Kwa hivyo
kukiri ndiyo tunaandikwa kwa kitabu cha uzima, na tunakiri na kinywa chetu, Yesu nimekupokea na mimi nimeachana na dhambi, nimekuja kwako. Hiyo ndiyo kuandikwa kwa kitabu cha uzima, na unaamini. Maana verse 10, that Romans chapter 10 verse 10 inasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa hivyo unapata haki. Maana Yesu wetu ni wa haki na atahukumu kwa haki, kulingana vile alisema in John chapter 5 verse 30 ya kwamba hukumu yangu nitahukumu kwa haki. Kwa hivyo kuamini unapata haki ya Kristo. Na kwa kinywa kukiri hata kupata wokovu. Kwa hivyo wokovu haukujangi tumezaliwa, mama yako alikwambia tuende Catholic na ukaenda na ukapata. Hiyo si wokovu. Wokovu lazima ufanye nini? Ukiri, mimi nimeokoka. Ya kwamba kukiri ndio kalamu ya kuandikwa kwa kitabu cha uzima. Kwa nini tunakiri? Ni kwa sababu tunaondolewa kwa Adamu wa kwanza aliyetenda dhambi, ambayo neno linasema in Romans chapter 3 verse 23, wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na tunaingia kwa Adamu ambaye yeye ametuletea utukufu tena. Yani ametuhurumia, ametuletea neema, amerejesha. Yani anaitwa God of restoration. Ameturejesha katika hiyo utukufu tuliopoteza na Adamu wa kwanza. Kwa hivyo ndio maana tunakiri, tunaondoka kwa huyu Adamu na tunaingia kwa Adamu wa pili, ambayo Paulo anasema in 1 Corinthians chapter 15 verse 47, kuna Adamu ambaye alileta dhambi na kuna Adamu aletaye uzima, ambaye alitoka juu, ambaye ni Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti. Na tukikiri hivyo, basi hatutatupwa jehanamu. Kama haujakiri, basi kuna kibiriti itaashwa. Chunga sana usiwiniwe na pepo. Usiwe na pepo. Usiwe mbuzi na usiwe na pepo. Kila Sunday, Wednesday wewe ndio huyo unatolewa. Tuesday wewe ndio huyo. Sunday wewe ndio huyo, tunaona tu pepo zikitolewa kwako ukimanifest. Sasa it means you are not serious in salvation. Then repent. Kwa hivyo siku ya leo nimekuletea habari njema. Mimi habari njema nimekuletea, na Mungu akubariki. Wacha tukaweze kuomba katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kwa msikilizaji ambaye amesikia siku ya leo, mubariki na umbadilishe in Jesus name. Pokea sifa na utukufu. Mungu bariki kila mmoja. Baba, pokea sifa, ni kwa sababu wewe ndio neno la kweli. In Jesus name we pray and believe. Amen. Shalom, shalom.